Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini mpaka sasa, nasi tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujitokeza ama kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama bado ni tete, na kwa mara hii tutakwenda kujielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako matukio ya uharamia ya uporaji wa kimfumo yameripotiwa katika eneo la Buramba, hasa katika kijiji cha Kanzanza kilichopo katika Binza wilayani Ruchuru, takriban kilomita 100 kaskazini mwa jiji la Goma. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vya ndani vinavyokubaliana, vinadai ya kwamba wanajeshi waliokuwa na silaha walivamia baadhi ya nyumba za wananchi wakilenga makazi ya raia. Waharibifu hao waliondoka na mali mbalimbali za wakazi ama wakaaji, ikiwemo vyakula, pesa na vitu vingine vyenye thamani kabla ya kuondoka eneo hilo. Taarifa za awali kutoka mashuhuda zinaonyesha kuwa watu hawa walitambulika kama wahasi wa M23 AFC, ambao mara nyingi hufahamika kushirikiana na Force de Defense du Rwanda RDF katika eneo hili la migogoro. Baadhi ya mashuhuda wa eneo hilo pia wameripoti uwezekano wa kutoridhika kwa baadhi ya wanajeshi hao, wakidai kuwa hawajalipwa malipo yao kwa miaka kadhaa. Hata hivyo, taarifa hizi bado ni vigumu kuthibitishwa kwa uhakika. Matukio haya mapya ya uharamia yanaongeza hofu miongoni mwa wakazi wa sehemu hii ya Kivu Kaskazini, ambapo hali ya usalama bado ni tete katika vijiji vingi vinavyoathiriwa na uwepo wa makundi yenye silaha. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, wanamemba 8 wa kundi la wanamgambo linalojulikana kama Victime de Massacre waliamua kujipatia usalama kwa hiari yao kwa kusalimisha silaha zao tarehe 2 Machi 2026 kwa mpango wa kujisalimisha, kuvuliwa silaha, urejehaji wa kijamii na ustawi PDDRCS katika kijiji cha Kimbulu huko wilayani Lubero. Wakati wa kujisalimisha kwao, wapiganaji hao wa zamani walikabidhi zaidi ya risasi 200 aina ya AK-47 kwa mamlaka za mpango huo, jambo linaloonyesha imani na ushirikiano na huduma zinazohusika na urejehaji wa wanachama wa zamani wa makundi yenye silaha katika jamii. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama, vinadai kwamba hatua hii ilifanyika kufuatia wito uliozinduliwa na kiongozi wa zamani wa kikundi hicho aitwaye Mamadou, ambaye aliwahimiza wenzake wa zamani kujisalimisha na kujiunga na mpango wa demobilisation kwa lengo la kuchangia kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Usalimisho wa wapiganaji hawa unaonyesha juhudi zinazoendelea za serikali ya Kongo na mashirika wake la kuhimiza wanamgambo waliokuwa wanachangia machafuko kujisalimisha kwa hiari na kurejea katika jamii, huku pia ukipunguza uwezo wa kikazi wa makundi haya mashariki mwa mkoa wa Kivu Kaskazini. Mamlaka za eneo hilo pia zimeshutumu jamii zinazozunguka ili kuunga mkono hatua hizi kwa kurahisisha urejehaji wa wapiganaji hao waliokwisha kuachana na silaha katika maisha ya kiraia na kuchangia kuimarisha usalama na utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha bila kulipiza visasi. Na kule mkoani Ituri, jeshi la taifa FARDC limetangaza kugundua ghala kubwa ama stock au tena arsenale la silaha lililomilikiwa na kundi la wanamgambo la Convention pour la Révolution Populaire CRP, ambalo linahusishwa na kiongozi wa zamani wa vita Thomas Lubanga, na ambalo kwa sasa limeungana na wahasi wa M23 AFC katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, ghala hilo ama stoki hiyo ya silaha imegunduliwa katika kijiji cha Jingo kilichopo katika sheferia Mambisa wilayani Jugu. Ugunduzi huu ulitokea wakati wa operesheni za kukagua na kusaka silaha zilizofanywa na FARDC katika eneo hili ambalo mara kwa mara limekumbwa na shughuli za makundi yenye silaha. Picha zilizotolewa na jeshi la taifa FARDC zinaonyesha kuwa wapiganaji wa CRP walikuwa wameficha sehemu kubwa ya silaha zao chini ya ardhi kabla ya kukimbia kutokana na shinikizo la kijeshi.
Zilizochukuliwa silaha hizo ni pamoja na bunduki za aina ya mitihani ya vita ama fusil d'assaut, mitishari ya PKM, chaja, magala ya risasi pamoja na vibomu vya aina mbalimbali. Mashuhuda wa eneo hilo wameripoti kuwa baadhi ya silaha hizo zilisafirishwa awali kwa lori kabla ya kufichwa chini ya ardhi kwa kutumia mashine za kuchimba ili kuepuka operesheni za uchunguzi zilizofanywa na jeshi la taifa FARDC. Operesheni hii ni sehemu ya mpango wa kijeshi unaoendelea katika wilaya ya Jugu unaolenga kuvunja mitandao ya makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa FARDC, ghala kadhaa za silaha zinazohusiana na CRP tayari zimegunduliwa katika eneo hilo katika miezi iliyopita. Kundi la CRP lililoanzishwa na Thomas Lubanga, kiongozi wa zamani wa Union des Patriotes Congolais UPC, limeanzisha kazi zake rasmi mashariki mwa Kongo katika miaka ya hivi karibuni, na kiongozi wake huyo Thomas Lubanga ameshawahi kuhukumiwa mwaka wa 2012 ama 2012 na mahakama ya kimataifa ya jinai kwa kuajiri na kutumia watoto wapiganaji ama enfants soldats kabla ya kuachiwa huru mwaka wa 2020 ama 2020 baada ya kumaliza kifungo chake. Ugunduzi huu unachukuliwa kama mafanikio makubwa katika juhudi za FARDC za kupunguza uwezo wa kikazi wa makundi yenye silaha mashariki mwa DRC na kulinda raia walioko hatarini kutokana na vurugu. Tukisalia huko mkoani Ituri, msimamizi wa kijeshi wa Mahagi ametoa agizo kali linalozuia kuingia kwa wanajeshi wa Uganda UPDF katika eneo hilo bila idhini ya awali kutoka kwa mamlaka ya juu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa barua rasmi iliyotolewa hiyo jana tarehe 4 Machi mwaka 2026, Colonel Disanoa Lalua Jacques amewaagiza viongozi wa huduma za usalama na uhamiaji wa eneo hilo kutowaruhusu wanajeshi wa Uganda People's Defense Force UPDF na vifaa vyao vya kijeshi kupita kwenye mipaka ya Azinda na Karombo, isipokuwa iwapo watapokea idhini maalum kutoka kwa wakuu wao. Agizo hilo la kiutawala lililotumwa hasa kwa wakuu wa mabasi wa idara kuu ya uhamiaji DGM, shirika ya taifa la ujasusi ANR, idara ya huduma za mipaka DSF pamoja na kamanda wa kikosi cha polisi wa mipaka linaeleza wazi kuwa kuingia kwa wanajeshi wa UPDF kutawekwa chini ya idhini ya mamlaka ya juu ya kijeshi ya Kongo. Barua hiyo inaonyesha kuwa agizo hili limeamuliwa kwa maagizo ya gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri aliye na makao yake mjini Bunia, na mamlaka za wilaya zinataka utekelezaji mkamilifu wa hatua hii. Wakati huo, wachambuzi wengi wa eneo hilo na waangalizi wa usalama wameonya kuhusu uwezekano wa kuibuka kwa harakati mpya za wahasi, zikionyesha uwezekano wa misaada ya kigeni kama ile inayotolewa kwa wahasi wa M23 RDF, jambo linaloweza kuongeza hatari ya kutulia kwa mashariki mwa Kongo. Uamuzi huu unaonyesha uwekaji wa tahadhari makini zaidi na mamlaka za Kongo dhidi ya uwepo wa wanajeshi wa kigeni katika maeneo hatarishi, na pia unaonyesha hatua zinazochukuliwa kuzuia kuongezeka kwa mzozo wa kijeshi katika mkoa wa Ituri. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku ya siku ya leo tarehe 6 Machi mwaka 2026, na tunakutakia usikivu mwema wa habari zetu na kukuomba ubaki sambamba kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi kwa habari motomoto toka Kibenge TV. Tukutane kwa majaliwa. Asante.